Raila Amolo Odinga, kwa jina lake maarufu Agwambo, ambaye kwa sasa ni mwenda zake. Alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika hospitali ya Kianglikana na Mishonari Maseno, wilaya ya Kisumu, mkoa wa Nyanza. Alikuwa mtoto wa Jaramogi Oginga Odinga na mama yake Mary Juma. Alienda shule ya msingi ya Kisumu Union, shule ya msingi ya Maranda na kisha baadaye shule ya upili ya Maranda, ambapo alisoma hadi mwaka 1962 na baadaye kuhamishiwa kwenda Ujerumani kwa ajili ya masomo zaidi na baba yake. Alipata ndoa yake na kumwoa Ida Odinga mwaka wa 1973 na kujaliwa kupata watoto 4: Fidel Odinga ambaye ni mwenda zake, Winnie Odinga, Rosemary Odinga na Raila Odinga Jr. Raila alikuwa kakake Oburu Odinga, Ruth Odinga na Wenwa Odinga. Alianza safari yake ya kisiasa mwaka wa 1992 baada ya kutumikia kifungo cha miaka 6 gerezani kwa jaribio la mapinduzi mwaka wa 1982. Alijiunga na chama cha Ford Kenya ambacho alikitumia kushinda kiti cha ubunge wa Lang'ata mwaka wa 1992 na kupata ushindi mwingine mwaka wa 1997. Mwaka wa 1997 aligombea urais kwa tiketi ya chama cha NDP, akapata 10.8% ya kura, akishika nafasi ya 3. Tangu wakati huo alikuwa akigombea urais lakini kushindwa na wapinzani wake. Mwaka wa 2002 alipoteza kwa Mwai Kibaki sawia na mwaka wa 2007. Mwaka wa 2013 alipoteza kwa Uhuru Kenyatta sawia na mwaka wa 2017. Mwaka wa 2022 akapoteza kwa William Ruto ambaye ni rais kwa sasa. Juhudi zake za kupigania mfumo wa vyama vingi zitaendelea kukumbukwa na wengi. Alisisitiza mabadiliko ya kikatiba ambayo yalifanikishwa mwaka wa 2010, ambayo katiba mpya ya kisasa ilibuniwa. Raila atakumbukwa kama waziri mkuu wa mwisho wa Kenya, nafasi aliyohudumu kutoka mwaka wa 2008 hadi 2013 ambapo wadhifa huo ulifutwa. Raila amekuwa mstari wa mbele katika kutetea amani na ustawi wa Kenya, licha ya kushindwa katika chaguzi za urais. Mwaka wa 2018 alianzisha mkutano wa upatanisho na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta na kuzindua mpango wa BBI ambao marekebisho yake yalikataliwa mwaka wa 2021.
Kabla ya kifo chake, alijiunga na Rais Ruto tarehe 7 Machi mwaka huu, ambapo walitia sahihi ya makubaliano kadhaa kisha kuundwa kwa serikali jumuishi. Tangu wakati huo, Raila na Ruto wamekuwa wakishirikiana katika miradi mbalimbali ya maendeleo kote nchini. Kutokuwepo kwake hadharani kwa takriban wiki mbili kulizua wasiwasi miongoni mwa wananchi, lakini hali hiyo ilifafanuliwa na kaka yake Oburu Odinga na kuweka wazi kwamba yuko kwenye matibabu nje ya nchi na kuwa yuko salama. Tarehe 15 Oktoba mwendo wa asubuhi, Kenya ilipokea taarifa za tanzia kuwa Raila amefariki dunia. Alikufa kutokana na mshtuko wa moyo alipokuwa katika mazoezi ya matembezi kule India alikokuwa akipokea matibabu. Amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Rais William Ruto alitangaza kifo chake akimwomboleza kama shujaa aliyepigania haki, demokrasia na usawa bila kuchoka. Citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. Alivutia vizazi kuamini Kenya huru na yenye haki. Atazidi kukumbukwa daima kama baba wa mageuzi na sauti ya watu. Safiri salama, Raila Amolo Odinga. May his soul rest in eternal peace. May God comfort his family. May God bless Kenya. Carlton Kanyaru, Runinga ya Kibu.